between the labor force and available jobs. Katika taarifa ya tanzia ni kwamba mwili wa mwanafunzi wa grade ya 7 aliripotiwa kusombwa na maji alipokuwa akivuka mto Ngarachi, wadi ya Marmenti kwenye kaunti ya Laikipia umeopolewa. Mwanafunzi huyo wa shule ya Ngarachi Comprehensive alikuwa akivuka mto huo na wenzake akielekea shuleni kabla ya kusombwa na maji kufuatia mto huo kufurika kutokana na mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha katika eneo hilo. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Nyahururu Joseph Matiko alithibitisha kisa hicho akisema kwamba mwili wa Francis Mushiri ulipatikana na maafisa wa polisi usiku karibu tu na vichaka eneo hilo, huku akiwahimiza wakazi ama wazazi kuangalifu wakati wanawao na kuwatahadharisha kuhusu kuvuka mto au kucheza karibu nao. Mwili wa Mushiri ulipelekwa katika hifadhi ya maiti hospitali ya kaunti ya Nyahururu. Sub-county police unfortunate incident ambapo tulipoteza kijana mdogo wa 15 years ambao walikuwa wanavuka hii mto. Mmoja akafaulu kuvuka, lakini mwenzake akazidiwa na hii maji na akapoteza maisha. Ile kitu nataka kuambia wananchi wasione maji wanavuka bila kuangalia ama bila kuwa waangalifu, sababu mtu akiangalia hii maji anaweza fikiria ni kidogo, lakini iko na uzito. Ili yangu ni kuhimiza wananchi wawe very careful, na especially msimu ya mvua tusipoteza maisha ingine. Tulihuzunika sana kusikia mtoto wa umri wa miaka 14 akipoteza maisha, na tuna wasihi wazazi wahakikishe kuwa watoto wao wanalindwa na kuelezewa wasivuke maji ovyo ovyo. Pia tunaomba serikali ya county tutengenezee madaraja, kwa sababu kwa sasa watoto wetu wanavuka maji, kama kwa mfano huko Ngarachi wako wanavuka maji karibu mita 100. Nimesikia hii maneno ya bridge. Hii ya bridge iko hapa maji. Nilisikia watu wanasema kwa social media hii ni barabara ya Mariro. Sikuwa ni barabara hii imekuwa ya Mariro hii. Hii watu ati ni barabara ya Mariro. Mimi ni mtu pia wa jeshi. Si jeshi, si pia wa barabara. Lakini hata hivyo si nimejionea. Tusonge mbele mtazamaji.